Urusi inasema Israel inapaswa kuondoka katika ardhi ya Lebanon. Mwakilishi wa Urusi katika Umoja wa Mataifa amesema katika kikao cha Baraza la Usalama la umoja huo kuwa Israel haiheshimu kivyovyote majukumu ya askari jeshi wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa. Vazeli Nebenzia amesema kuwa Wazayuni wanawashambulia askari jeshi wa kulinda amani wa UNIFIL na kuwaua. Nebenzia amesema utawala wa Kizayuni wa Israel unapaswa kuheshimu makubaliano ya usitishaji vita na kufungamana na azimio nambari 1701 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa UN, na ametaka kuondoka kwa wanajeshi wa IDF wa Israel katika ardhi ya Lebanon. Mwakilishi huyo wa Urusi katika Umoja wa Mataifa pia ametahadharisha kuwa makubaliano yote ya amani yataendelea kulegalega iwapo wanajeshi wa utawala wa Israel hawataondoka katika ardhi ya Lebanon. Hata hivyo, Israel imedai kwamba haikalii kwa mabavu eneo hilo isipokuwa tu ni kwa ajili ya kuhakikisha inawatafuta na kuwasaka wapiganaji wa Hezbollah wa Lebanon. Hata hivyo, licha ya kwamba kumetangazwa usitishaji wa mapigano kati ya Israel pamoja na Hezbollah, lakini bado Israel imekuwa ikifanya mashambulizi dhidi ya wapiganaji hao wa Hezbollah wa Lebanon. Taarifa zinaeleza kwamba wapiganaji wa Hezbollah na pia wamekuwa wakilipiza kisasi kwa kufanya mashambulizi ya mara kwa mara katika maeneo mbalimbali ndani ya Israel. Katika kipindi cha hivi karibuni, mashambulizi makubwa yameelezwa kushambulia katika maeneo mbalimbali huko nchini Israel, ambapo wapiganaji hao wa Hezbollah wamesema kwamba ni katika kile wanachosema ni kulipiza kisasi kutokana na mashambulizi makubwa yanayofanywa na wapiganaji hao wa IDF, jeshi la Israel. Israel hata hivyo imeweka makataa ya wiki mbili ya kufikia makubaliano na Lebanon wakati wa mazungumzo yao huko Marekani, ikionya juu ya kuongezeka tena kwa kijeshi ikiwa mazungumzo yatashindwa, kulingana na vyombo vya habari vya Israel mnamo siku ya Jumatano. Shirika la utangazaji la KNA limesema Tel Aviv imeweka muda mdogo wa mazungumzo usiozidi wiki mbili katika nia ya kupata kile ilichokielezea kama makubaliano ya kweli kati ya pande hizo mbili. Chombo hicho kilisema Israel imeunganisha mpango wa sasa wa kusitisha mapigano uliopanuliwa hadi katikati ya Mei na kufikia makubaliano makubwa na Lebanon ndani ya kipindi hicho. Hatuwezi kusubiri kwa muda usiojulikana. Tutafanya mazungumzo kwa muda wa wiki mbili tu, KNA imeripoti ikimnukuu afisa wa Israel ambaye hakutajwa jina. Kulingana na shirika hilo la utangazaji, tathmini za Israel zinaonyesha kuwa kushindwa kufikia maendeleo yanayoonekana ndani ya muda huu kunaweza kusababisha kuanza tena kwa mapigano na kuanzishwa kwa mashambulizi makali ya kijeshi kusini mwa Lebanon. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.